يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. وتذكرت زماني معهم ما أجمله ذاك الزمان حين غابوا لم تغب ذكرهم لو نسينا الدهر لم ننسى هوانا وتذكرت زماني معهم. Na mtazamaji, baada ya mapumziko mafupi na narejea katika kipindi chetu na nampa nafasi Mwalimu Saidi aweze kuendelea hapa ambapo tumeishia. Naam Mwalimu Saidi. Kafanya kisomo bwana, siku kucha Sheikh anasoma. Mwenyezi Mungu mnusuru huyu. Watamfunga Uingereza. Sasa wenyewe wazio kuzungumza nao ikikiswa na kijua. Wanasema zile pesa zilirudi. Kwa siku ya pili, ile siku ya kwanza hawakwenda hawakufungua sefu. Wamekwenda kwenye nyaraka tu. Tuoneshe kama unavyojua maudita kazi zao. Siku ya pili wamekwenda kuhesabu cash. Wanafungua sefu ile, pesa zote ziko pale kamili. Hii vipi? Mbona tumeambiwa zimetoka fedha hapa? Si kama pesa zilirudi kwa kimiujiza, ingawa Mwenyezi Mungu ashindwe hilo. Lakini naaminika kuwa unajua tano walikuwa na matajiri wa Hindi wakielewana vizuri. Mimi alipata kuniambia mkewe Bwana Abdu Bimwamvua Mwadezi kuwa baba yao kuna wakati ile petrol station yake, kuna biashara petrol station Ilala ilifilisika na ikabidi atafute pesa kuiuisha. Alikwenda kwa hawa akina Nazirali hawa Ismaili hawa wakampa mkopo, na anasema nyumba yake hii ndio ilikuwa dhamana, na aliendelea na biashara na akaweza kulipa ile mkopo. Kwa hiyo nadhani bila shaka walikwenda kwa Roy, kwamba tuna jambo kubwa, tupeni pesa ama sivyo tutaumia sisi. Zile pesa zikapatikana, akapewa Rashid Al-Meni, akaziweka ndani ya sefu. Asubuhi anakuja, mambo yote kwa sawa. Mtu wa pili kufanywa dua tano, hiyo bwana, si tano nafanya dua bwana, Central Committee, si ile mji mzima unajua kafanya dua hapa na siri. Town clerk alikuwa mzungu na alikuwa anapata taarifa kuwa Abdul Said anauza kadi za tano ofisini kwake. Ukitaka kadi za tano unakwenda kuchukua pale wewe na kwenda unagawa. Kaeneza wote pale, wafanyabiashara wote pale. Wewe market master ndio muasisi wa tano. Tena wewe vipi utachokuwa na kadi ya tano? Wote kina pale Sheriff wa Belatasi uko pale. Shumakiati uko pale. Baraza la tano Shumakiati. Sasa basi. Asema siku hiyo asubuhi. Sasa hii ananakadithia mzee Abdallah mwenyewe. Asema mimi nilikuwa mhudumu siku hizo wakitwa messenger katika ofisi ya Abdul Said pale Kariakoo. Zamani kama ukiingia Kariakoo hivi, soko ndio ile kubwa kama hivi. Pembeni kulikuwa na ofisi ndogo. Ile ndio ilikuwa ofisi ya market master. Na kabla yake office master alikuwa mzungu Brian Hodges, ndio alikuwa market master pale. Alipoondoka Brian Hodges, Abdul Said akapewa kama nafasi ile, akawa yeye ndio market master. Nafasi kubwa sana ilikuwa. Afrika potakayo market master ilikuwa kazi kubwa sana. Anasema mimi siku town clerk imekuja pale kwa Abdul Said kumwingilia ofisini, mimi nipo, yote yale nimeyaona kwa macho yangu. Ananihadithia, anaambia Abdul Said kuna Kiingereza huyo, anasema siku ile bwana wamegombana sana mle ndani. Abdul anamwambia yule mzungu, hiki chama kimepata tasjili halali, ni chama halali. Basi wakarudishana wakabadilishana maneno
ambayo hayapendezi. Mzungu akaondoka. Sasa pale imevuma ile biashara wote, bwana, leo Abdu kavamiwa na wazungu ofisini kwake bwana, chama cha tano hiki. Ndio tano inaanza hiyo. Wale wazee wale wafanyabiashara pale wote wakasema, sisi lazima tufanye dua Abdu asifukuzwe kazi. Naam, basi hiyo ni dua ya pili ikafanyika, na Abdu alibakia kwenye nafasi yake. Aliyotoka kwenye kazi ni mzungu, sio Abdu. Dua ya tatu ilifanyika kwa nyumbani kwa Sheikh Yusuf Badi Lindi. Yusuf Badi alikuwa shekhe mkubwa sana Lindi, mpaka leo kuna mtaa umepewa jina lake, kumbukumbu yake. Na yeye alikuwa mmoja wa watu wanaunga mkono chama cha tano, na alipoingia chama, na aliingizwa na wanafunzi wake wawili, Yusuf Chembera, nishataja habari zake hapa, na Salumu Mpunga, ndio alimuingiza mwalimu wao kwenye harakati za tano. Akafanyiwa kisomo nyumbani kwa Masudi Mnonji Lindi, na katika mwanamke mmoja alihudhuria kisomo hicho ni Bi Sharifa Biti Mzee. Katika wanawake alikuwa shupavu katika harakati za kudai uhuru, ambaye alikuwa anaishi wapi? Lindi, nimekwambia Lindi. Ya tatu kisomo cha nne kilikuwa kwa Mzee Tambaza pale Upanga, ambacho Mwalimu Nyerere mwenyewe kakihadithia kuwa na mnyama kachinjwa. Kisomo cha tano kilifanywa Mnyanjani. Hichi kisomo mimi Tanga. Hichi kisomo mimi nakiita kisomo cha Mnyanjani cha kura tatu. Kisa cha kura tatu maarufu, na nimekiandikia kitabu kizima hiki, Uamuzi wa Busara, kwa sababu kama wangekubaliana kuwa hatuingii kwenye kura tatu, chama kingebaguka pande viwili, kwa sababu masharti ambayo Waingereza walikuwa wameyaweka yalikuwa masharti ya kibaguzi, na aliyekuwa anabaguliwa zaidi ni Muislamu ambaye hana elimu. Anaambiwa kama huna elimu ya darasa 12 huwezi kupiga kura, huna kazi ya kufahamika huwezi kupiga kura, huna kipato cha paundi 400 kwa mwaka huwezi kupiga kura. Na hayo yote yalikuwa yanawasibu Waislamu ambao ndio walikuwa mbele katika kupambana na Waingereza. Sasa kila wakitazama masharti, sasa tuingie kwa uchaguzi huu, tumchague nani sasa? Hisia hizo sasa zinakuja kuwa, na ndio tano baada ya kukubaliana kura tatu, kuingia kwenye kura tatu, vikazuka vyama viwili. Mzuri Mtembo akatoka akaanzisha chama chake cha Congress, na kina Machado Plantan wakaanzisha AMNUT, All Muslim National Union. Kwa mara ya kwanza Waislamu wanataka kuwa na chama chao cha siasa. Si jambo la kulifurahikia hili, linawagawa watu katika misingi mibaya kabisa. Na kama utakumbuka, Hamza Bopacho alimwambia nini Abdu Sykes? Abdu, umpishe Nyerere awe president wa tano, wa TAF, tunaunda tano, anakuwa president, naongoza mapambano ya uhuru, ili isionekane kuwa harakati hizo kudai uhuru za Waislamu ziwe zetu sote. Na naam, Nyerere alipoonekana pale Mkatoliki, wote wakaikiunga mkono chama,
waliokuwa nje ya ulingo wakaingia ndani, tukadai uhuru tukiwa kitu kimoja. Sasa hili linakuja, uhuru unaonekana ule pale 58. Mwalimu akamchukua Amos Kisenge, wakaenda Tanga kuonana kina Hamisi Heri, Sheikh Abdalla Rashid Sembe, kina Muhammad Kajembe na viongozi wengine, kuwa Tanga iunge mkono kuingia kura 3, na akaweka mkakati katika kitabu. Na hichi kitabu nimekiandika, hawa Abantu walikuwa na ofisi Nairobi na walikuwa na ofisi hapa Dar es Salaam. Wakasema miaka 40 azimio la busara Tabora, lazima la Tabora, Mohamed andika kitabu, tutakichapa sisi, na kitabu hiki kitaonyesha uzalendo uliokuwepo. Na anasema mchapaji, mimi nitamuomba mkuu kabisa wa nchi akiandikia utangulizi. Kitabu kizuri, kitabu cha kuonyesha uzalendo. Lakini hilo alikutokea alikataa au hakufanya bwana? Tosheka na kuwa halikutokea. Shajirani, haitoshi hiyo. Sasa Mwalimu Bashiri, Hussein Bashiri, kaandika vitabu vingi sana vya historia. Kaniuliza, Mohamed, kuna dua moja wewe hujaitaja, dua ya Bagamoyo ambao walifuga. Mwalimu kaeleza katika dua ile ya upanga kwa Sheikh Tambaza, akaeleza hii watu tulifanya dua tukafunga. Nikamwambia hizi dua ambazo mimi nazihadithia ni zile dua za ndani, hawazidi watu 10. Sijataja vile dua ya Alim Sham aliyefanya mtani kwake kwenye nyumbani kwake, ambayo ilikuwa kwenye tawi la 5. Siku mwalimu anakwenda Yuno, asubuhi kawaita mashaka, iko picha, kawaita mashaka pale wakasoma kisomo. Sasa Uislamu ulikuwa unaonekana wazi wazi, na nadhani hili ndio limekuja tatizo. Nchi cha kuwa huru sasa, hawa Waislamu tunawafanya nini? Bado tunawaona katika Tanzania huru, Tanganyika huru, Waislamu tunawaona na nguvu yao ile ya kuleta huru. Kuwa Waislamu watu wajue kama uhuru huu mchango mkubwa wamefanya Waislamu. Matatizo yakaanza hapo sasa. Matatizo yakaanza hapo. Naam. Shajirani. Matatizo yakaanza hapo. Yepi haya matatizo? Wanaweza Tanganyika huru na 5 ikabakia na nguvu ile ya Waislamu. Baraza la wazee wa Waislamu tupu wanakuja kwenye makao makuu ya 5 hapa. Kwa nini wasiweze? Ndio sasa mimi sio kujibu swali hilo, mimi nakueleza hilo ndio likawa sasa watu wengine walioshika madaraka sasa. Serikali wameishika kidogo, linawapa shida hii. Wakaona hawastahili tena. Sasa itakuwaje hii? Na ndio maana hata walipokuja kuandika historia 5 mwaka 63, mwaka 62, walipokubaliana kuandika, na kazi akapewa Abdul Saks andika historia ya 5 akisaidiana na Wilbard Kleru, pakaanza kuona matatizo. Anaandika lakini akipeleka zile sura makawezi kwa kutaja Jamiatul Islamia. Kwa Jamiatul Islamia imeundwa ili kuepusha taa na Uislamu. Hii kichama ni cha chetu sote hiki. Haiwezekana tena ikawa mambo ya Uislamu tunaingiza humu. Ndio akina bin Sudi, Ali Jumbe Kiro, Plastic, sasa tuunde chama kingine. Lakini wakakiegemeza vile na 5. Ikawa Mwingereza anapambana na Jamiatul Islamia, Umoja wa Uislamu wa Tanganyika, na anapambana na 5. Na viongozi ni wale.
sasa tumepata uhuru vipi? Ndio wakaitwa siku moja Anatoglo Hall, wakaelezwa, jamani, halmashauri kuu ya tano imekaa kikao, imeamua kulivunja baraza la tano la wazee wa tano. Kwa hiyo kuanzia leo pale ofisi ya tano tena hatutaki kuona kanzu hizi na makotikoti na bakora na kawa pale. Wazee wale wakatawanyika, mmoja baada mmoja kafa. Idituliwa ndio alikuwa mwenyekiti baada ya Sheikh Kadiri kufukuzwa mwaka 58 kwa sababu ya kura 3. Akagongwa na gari wakati anavuka mtaa wa Msimbazi na kwenda kuswali msikiti wa Sheikh Idris bin Saadi, akafa. Mmoja akawa anakufa, mwisho akafa mshumaki yake. Na ndio kwa mwisho, lakini bahati nilipokuja kuandika historia hii, wazee wangu nimewakumbuka, nimejitahidi kueleza historia yao na mchango wao. Kutokana na maelezo yako mwalimu, inaonekana kwamba madhila yaliyopata Waislamu, nazungumzia Waislamu, miongoni mwa michango ilitokana na Waislamu wenyewe walikuwa wakitumika kwa ajili ya kuhujumu Uislamu wao. Hii haina kificho kutokana na historia hii na maelezo ambayo ulikuwa ukiyatoa. Anyway, tuweza tukapeleka lawama kwa wasio kwa Waislamu, lakini hata Waislamu wenyewe nao wamo. Wakati mwingine mimi nafarijika watu wanaponisaidia kueleza, kama unavyosaidia wewe jirani, kuwa pesa nyingi zilitembea katika kwa sababu baada ya pale 63 ilichukua miaka 5 ndio ikaja mgogoro mkubwa. Unajua watu wengi hawajui Mwalimu Nyerere na Titi Mohamed wamegombana mwaka 63, miaka 2 tu baada ya kupata uhuru. Watu ambao walikuwa namna hiyo wakati wa kupigania uhuru, na tatizo lilikuwa Waislamu. Kuwa imeletwa hoja na Suleiman Kitundu na Rajab Diwani kuwa Aga Khan anataka kuitawala Tanganyika kwa kutumia mlango wa nyuma kupitia East African Muslim Welfare Society. Tita kasimama bwana, kasimama sasa, anapinga, sema inawezekani, kuna ushahidi wa hili. Pale yeye na Mwalimu Nyerere lugha zikagongana, na Tita akamtazama Nyerere akamwambia uso kwa macho, asema simwogope mtu, mimi namwogopa Allah peke yake. Titi bwana, mimi nimezungumza na Titi uso kwa macho. Kuanzia pale uhusiano wao haukuwa mzuri. Nilipofika uchaguzi wa mwaka 65, mwaka mzima ule wa 65 magazeti yalikuwa yanamshambulia Titi, yanamfitinisha na wapiga kura wake Rufiji, lakini alikuwa mbunge Rufiji. Titi kagombea ubunge. Teo Setewa aliacha ubalozi Peking, sasa Beijing, akarudi hapa kugombea ubunge Kisarawe. Wote wameshindwa uchaguzi ule, wameanguka. Na wanasema wote walikuwa viongozi wa Waislamu katika East African Muslim Society. Titi alikuwa makamu mwenyekiti. Na kwa kauli ya Mzetewa asema sikushindwa. Kwanza matokeo yalicheleweshwa sana wakati wa Dapika. Asema sikushindwa uchaguzi. Na nilimshukuru katika kitabu hichi. Mimi nimeelezwa mengi na Mzetewa Setewa, mengi kanieleza. Toka wanaanza walikuwa na chama chao, kila Jumatano wakutana wakiita Wednesday Tea Club, wazungumza siasa, mpaka siku ya kesho wanakuja kwenye mkutano wa Anatoglo ule mchagua Mwalimu Nyerere. Anasema siku ile, anasema Abdu amenifuata mimi nyumbani kwangu, walikuwa kajirani. Ananiambia, Tewa, kesho tunakwenda kumpa chama
Nyerere. Lakini lazima tufahamu kuwa tukishamkabidhi chama hatutaweza tena kumnyang'anya, kuwa tumpe afu turudi tena sisi tuseme chama tukulete. Nasema hilo hatutaweza. Ananiambia Mzee Tewa, tumekaa nyumbani kwake pale Magomeni Mikumi, na langu la jiji yake liko pale. Nilikuwa sipungui kwenye ule ukumbi mimi, na alikuwa akiniona akifurahi sana. Unajua wazee wanapokuwa kwenye kustaafu wanakuwa hawana watu wa kuzungumza nao. Unapotokea mimi hawa wazee wale sote, yeye na Mzee Mtemvu, mengi nimejifundisha. Anasema tukishampa sisi hatutaweza tena kumnyang'anya. Asema tumjui vizuri sana huyu mtu, lakini tuombe Mungu kuwa mambo yote yatakwenda kuwa sawa. Na yaliyotokea ndo haya leo tunazungumza. Tewa amekufa na kinyongo. Chukulia tu na kinyongo tu bila sababu, bila kuwa Waislamu walikuwa wanajenga chuo kikuu wajinasue na udhalili wa elimu. Serikali imepiga marufuku East African Muslim Society. Na kuna kisa kimoja, Tewa alikwenda Bukoba mwaka 68 kuzungumza na Waislamu. Basi na alikuwa Tewa akifika alikuwa anapata mapokezi makubwa. Akakutana na polisi bwana, akamwambia ndege hii iliyokuja nayo subiri urudi nayo Dar es Salaam. Uruhusiwi kufanya mkutano wote hapa Bukoba. Asante mwalimu, nashukuru sana kwa maelezo hayo. Kutokana na muda wetu tayari ushatupa mkono, kwa hiyo nadhani tungeishia hapa. Inshallah kipindi kijacho tutaendelea na pale ambapo tutakuwa tumeishia. Lakini msikilizaji wetu afahamu kwamba kipindi hiki ambacho leo hii kimeishia, tufahamu kama ndio mwanzo wa kipindi kijacho. Na kuahidi kwamba tutakuwa nawe tena kuweza kuendeleza hapa mwalimu alipoishia, ili tuweze kustafidi zaidi. Mimi Ali Ajrani ndiye ambaye nakuongozea kipindi hiki. Tuwe sote kipindi kijacho. Billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والتقينا ملء عينينا الهوى ما سألنا العمر عن ذكرى سنة ونسينا كل شيء حولنا. نشوة الأشواق أنستنا الزمان وتذكرت زماني معهم. ما أجمله ذاك الزمان حين غابوا لم تغب ذكرهم. لو نسينا الدهر لم ننسى هوانا. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا لا